Bwana, ni vizuri sisi kuwepo mahali hapa. Ukitaka nitafanya vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Mpendwa, karibu katika siku ya 15 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yake yote, kwa sababu ya ishara, miujiza na ajabu zote Kristo alizozifanya. Tunazitumia hizo kuweza kujenga daraja. Na siku ya leo ikiwa ni siku ya 15, tunaenda kuangalia juu ya kugeuka kwa Yesu Kristo. Kugeuka sura, mavazi, lakini pia kutokewa na wale watu wawili, yaani Musa na Eliya. Mpendwa katika Bwana, kulikuwa na fundisho gani katika Agano Jipya? Yesu Kristo anatufundisha nini juu ya jambo hili la kugeuka sura yake, mavazi yake na kutokea kwa Eliya lakini pia Musa? Mpendwa katika Bwana, kitabu chetu cha siku ya leo kitakuwa ni kitabu cha Mathayo, ile sura ya 17 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 9. Mpendwa, kwa neema yake Mungu, naomba tukajifunze jambo hili katika uzuri wake wote Mungu. Hapa jambo la kwanza tunaanza kuliona ni Yesu Kristo. Kwanza kwenye 16 alikuwa ameshaongea na wanafunzi wake. Tuliona kule alipokuwa Kaisaria Filipi, aliuliza wanafunzi kwamba nyinyi mnasema kwamba watu wanasema huko mimi ni nani? Wakaeleza namna ambavyo wanasema. Petro akasema wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anamwambia Petro, Simon Bariona, mwili na damu havikufunulia haya, bali Baba yangu wa mbinguni amekufunulia haya. Akasema, akampatia mamlaka kwa kitendo cha kutambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, akampatia mamlaka ya kufunga na kufungua, lakini pia milango ya kuzimu haitamshinda. Baada ya hapo tunaona anafika Yesu, anaanza kuambia wanafunzi wake kwa habari ya yeye kufa, kupata mateso mengi, lakini pia na kufufuka kwake. Mpendwa, sasa kwenye Mathayo 17 mstari wa kwanza ndipo anasema, na baada ya siku 6 Yesu akatoa Petro, Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Hapa baada ya siku 6 ndipo Yesu Kristo anawaleta Petro, Yakobo na Yohana juu ya mlima faragani, manake private, sehemu ambayo ni private, wakuweza kuongea watu wachache tu. Mstari wa pili anasema, akageuka sura yake mbele yao na uso wake ukang'aa kama jua na mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mpendwa, hapa tunaona vitu viwili vinatokea. Kitu cha kwanza, Yesu Kristo anageuka sura yake kama jua inakuwa mng'ao wake, na jambo la pili, mavazi yake yanageuka yanakuwa meupe kama nuru. Mpendwa, nini kinamaanishwa mahali hapa? Kwanza ukisoma Biblia ya Kiingereza imetumia neno linaloitwa transfigured. Ni kitendo cha kuchange shape au cha kubadilisha shape, ambao kwenye lugha ya Kilatini inaitwa metamorpho, ambao kwenye lugha ya hilo neno metamorpho kipeleka kwenye Kiingereza tena inaitwa metamorphosis, ambacho ni kitendo cha kiumbe. Hasa tunatumia kwa mfano vile kama vipepeo vinavyo change, ile mfumo wa kipepeo kubadilika, unakuta linakuwa ni buu, then kina change, kinatokea umbile wa kipepeo mzima. Sasa ndo situation ambayo ilitokea kwa Yesu. Sura yake ikabadilika, ikatransfigure, ikabadilisha umbile, ikabadilisha umbo, likatokea umbo jipya tena. Mpendwa katika Bwana, hapo umbo lililotokea akawa na mng'ao kama mng'ao wa jua. Mpendwa, mng'ao wa jua is more, yani ni zaidi ya utukufu. Ule utukufu wote wa Mungu ukaonekana ndani ya Kristo. Ule uungu ndani yake ukaonekana ndani yake. Mpendwa katika Bwana, nataka nikuoneshe hivi vitu viwili uone vilivyotokea. Musa tumeona ameona mambo mengi sana kwa habari ya Mungu. Ameona kichaka kikiwaka moto, ameona bahari ya Shamu ikipasuka, ameona maji yakitoka, ameona chakula kutoka mbinguni kikishuka. Musa ameona muujiza, ajabu nyingi na mambo mengi sana na ukuu mwingi sana wa Mungu. Sasa wakati yuko mlimani Musa, katika ile Kutoka 33 kianzia mstari wa 16 pale, Musa ikabidi amwambie Mungu, amuulize Mungu jambo. Musa anamwambia nini Mungu? Anamwambia kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako, sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. 17 Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi nionyeshe utukufu wako.
Mpendwa, Musa ameshawahi kuona bahari ikipasuka. Musa ameshawahi kuona kichaka kikiwaka, akastaajabu na kuona niageuke niangalie maono haya. Musa ameona maana chakula kutoka mbinguni kikishuka, lakini Musa hajawahi kuona utukufu wa Mungu. Akadai aone utukufu wa Mungu. Akasema, nakusihi nionyeshe utukufu wako. Kwenye ile 19 anasema, akasema Mungu yo akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. 20 kisha akasema Mungu yo, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Mpendo, anamwambia Musa, mwanadamu hawezi kuniona alafu akasurvive akaishi. 21 Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, wakati utukufu wangu unapita, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Anamwambia Musa, nitakukava katika ule mwamba kwa mkono wangu ili mpaka utukufu wangu nitakapokuwa umeshapita. 23 nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Mpendwa, akamwambia uso wangu hautaonekana, bali utaona tu nyuma yangu. Akamkava katika hilo jambo. Mpendwa katika Bwana, wakati tunajifunza ile siku ya 13 tulijifunza kwa habari ya siri ya Mungu, kwamba imefunuliwa kwetu, kwamba siri ya Mungu ile imefunuliwa kwetu. Mwanadamu alikuwa hawezi akaona uso wa Mungu akasurvive, lakini hapa tunaona it's more than that kinachotokea kwa kina Petro, Yakobo na Yohana. Wanauona uso wa Mungu, wanamuona uso wa Mungu direct, ambao unang'aa kama mng'ao wa jua. Kwa nini nakwambia unaona uso wa Mungu? Kwa sababu ndio uso wa Mungu. Na Musa pale wakati anatoka mlima Sinai anashuka, alikuwa uso wake Musa unasema ulikuwa uking'aa sana. Ulikuwa uking'aa sana. Ameakisi ile reflection ya utukufu wa Mungu wa nyuma. Alipomwona Mungu nyuma, ule utukufu wa Mungu ukareflect katika Moses. Musa akawa anawaka sana. Watu wakastajabu kumwona Musa akiwa anang'aa katika ule utukufu. Sasa Yesu Kristo anatoa utukufu ndani yake, ndio utukufu wenyewe. Yesu Kristo ndio mtukufu wenyewe. Ule utukufu unatoka ndani yake. Yeye anatransfigure kwamba inside of me I'm like this. Ndani yangu mimi nipo kama hivi. Oh, Mungu wa mbinguni ainuliwe sana. Mpendwa, unaona kitu kinachotokea? Wanaona utukufu Petro, Yakobo na Yohana huwa Mungu. Kwa nini nasema Yesu Kristo ndio utukufu wa Mungu, ndio Mungu kwa ndani? Mpendwa katika Bwana, katika Waebrania 1 kuanzia mstari ule wa kwanza ukisoma mpaka wa 4, lakini tutasoma mstari michache tu, mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa kwanza kule anaanza kuzungumza kwa habari ya Mungu kusema na baba zetu kwa njia nyingi na namna nyingi katika manabii, lakini sasa Mungu amesema na sisi kwa njia ya mwana wazi wazi. Mpendwa katika Bwana, katika 3 anasema hivi, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Ndio mng'ao wa utukufu. Yeye Kristo ndio mng'ao wa utukufu. Mpendwa katika yani yeye ndani yake ndio Mungu mwenyewe. Tumeona hichi kitu. Uso wake umebadilika, umekuwa kama jua. Anasema hivi, na chapa ya nafsi yake akivichukua vyote kwa amri na uwezo wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa kama ameketi mkono wa kuume wa ukuu, that's a right hand, ndio sehemu sahihi, ndio anapo fit, ni Mungu mwenyewe. Mstari wa 4 anasema hivi, amefanyika bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa kadri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu lao, amefanyika kuwa bora kuliko hata malaika. Ni nani huyo? Ni Mungu mwenyewe. Mpendwa katika Bwana, sasa hawa watu wanauona huo utukufu wote wa Mungu, Petro, Yakobo na Yohana. Ndio maana sistaajabi kinachoenda kutokea chini yake. Baada ya hapo anasema, na mavazi yake yalibadilika, mavazi yake yaling'aa. Mpendwa, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Kwa hiyo hivyo na hivi vitu kwenye kitabu cha Ufunuo 21, haya ndiyo mambo ya kiungu, kwamba mbinguni hakutakuwa na jua, maana Mungu ndio utukufu mwenyewe. Hakutakuwa kutegemea tena mwanga huu, maana Kristo ndio mwanga mwenyewe, ndio nuru yetu. Mpendwa katika Bwana, ni amazing. Even now you can feel that, unaweza hicho kitu unakiona, kwamba you see the light, you see the hope that just a little when tutakapofika katika ule utukufu wote wa Mungu, tutaona utukufu wa ajabu. Mpendwa, baada hapo kinatokea nini? Kwenye Mathayo 17 mstari wa 3 anasema, na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Mstari wa 4 anasema, Petro akajibu akamwambia,
Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. 5. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Mstari wa 6. Na wale wanafunzi waliposikia walianguka kifurifuri, wakaogopa sana. Mstari wa 7. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Mstari wa 8. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Mstari wa 9 na mwisho. Nao walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya, hata Mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Mpendwa katika Bwana, tunaona jambo hili. Yesu Kristo baada ya hapo anatokewa na Musa na Eliya, ambao hawa ni nani? Kuna Musa kama kiongozi, lakini pia Eliya kama nabii, ambapo Torati imetoka katika Musa. Anakutanisha vitu viwili, Torati na manabii vinakuja kushuhudia. Ndio maana baada ya hapo tunaona sauti inatoka kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mpendwa katika Bwana, hawa watu hawakuona tu sura, bali wakasikia pia na sauti ya Mungu, wakasikia na sauti ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, hili ndilo jambo ambalo linatokea katika jambo hili la kubadilika sura, mavazi, lakini pia na Musa na Eliya. Musa na Eliya wanakuja, wana bond, wanasema na Kristo juu ya Torati na juu ya manabii, wanashuhudia kwamba ndiwe wewe, na sauti inatoka kuthibitisha kwamba ndiyo. Haya yote, amwaminie Kristo, Torati yote ameishika. Amwaminie Kristo, kila neno la nabii linatimiza ndani yake. Hacha kuhofu kuhusu unyakuo, hacha kuhofu kuhusu nini, bali muamini Kristo, bali mpende Kristo. Hacha kukimbilia, hacha kuweza kutazama sijui hii dhambi, muamini Kristo. Hayo yote yamekaa ndani ya Kristo, atakuhifadhi, atakujali, maana yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Mpendwa, hata alipofika Yesu akawagusa wanafunzi wale, akawaambia msiogope, msiogope. Mmeona utukufu na mmesurvive. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi Mungu nimetaka msurvive. Kwa maana mimi Mungu nimeamua kujifunua, kujiliveal kwenu. Mpendwa katika Bwana, na ukikumbuka kwenye Mathayo 16, Yesu Kristo kwenye mstari wa 9 anawaambia, walipokuwa wakishuka mlimani, akamwambia msimwambie mtu neno hili mpaka nitakapokuwa nimefufuka. Mpendwa, ndivyo ilivyokuwa. Hawa wanafunzi anawaambia msimwambie. Kwa nini? Hata Petro kule katika Mathayo 16 alisema jambo hilo hilo, akamwambia mwili na damu havikufunulia haya, akamwambia bali Baba yangu aliyeko mbinguni, na maneno haya Mungu atamfunulia kwa yote ambaye anataka kumfunulia. Mpendwa katika Bwana, huo ndio utukufu uliokuwepo katika jambo hili. Nataka nikwambie hichi kitu kimemtokea pia na Paulo. Mtume Paulo aliona utukufu wa Mungu, mwanga ambao ulimpiga kama mwanga wa jua, ambao hakuwahi kuona, mwisho wa siku ukamtia upofu kwa wakati wa muda fulani hivi. Paulo akawa ni kipofu. Baada ya hapo tunaona nguvu ile ya kuona ule utukufu wa Mungu. Maneno yanaanza kusemwa pale, ni maneno yaliyo na utukufu, ni maneno yaliyo na kibali, ambaye Sauli alikuwa anaenda kuwa watu wa Mungu, anageuka na kuwa mtumishi hodari, anakuwa mtumishi hodari, kwa maana ile neema ndani yake ndio inayomfundisha kukaa katika utaua. Ule utukufu wa Mungu aliyouona ndio unamfundisha kukaa katika utaua. Ile namna ya kujua kwamba Yesu Kristo ni nani kwenye maisha yake inamfundisha kukaa katika utaua. Kujua tu Yesu Kristo kwamba ni nani kwenye maisha yako. Mpendwa katika Bwana, hakuna cha kukutisha, hakuna cha kukutenga na ule upendo. Wakina Petro waliona huo utukufu, waliona huo utukufu wakina Yohana. Ndio maana unaona Yohana katika Yohana 2:1 anaanza kuzungumza hapo, anasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwapo ni Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Na hapo anazungumza mpaka anasema naye neno akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu, nasi tukauona utukufu wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, haya mambo unatakiwa uende katika imani ya Kristo. Muamini Kristo mpendwa. Kaa katika imani ya Kristo. Utaona utukufu wa Mungu ndani yako.Utaona Mungu anavyojiliveal ndani yako. Utaona Mungu anavyojifunua ndani yako. Mpendwa katika Bwana, hili ndilo fundisho ambalo lilikuwepo mahali hapa katika kitabu cha Mathayo 17 kuanzia mstari wa 1 mpaka ule wa 9. Baada ya Yesu kugeuka sura yake, lakini pia na mavazi yake, lakini pia Musa na Eliya kutokea mahali pale. Mpendwa, Musa na Eliya kutokea mahali pale, ilikuwa Kristo anatufundisha kwamba Torati na manabii vyote vinamshuhudia yeye kwamba amestahili, kwamba ndiyo amekuja kuchukua hayo yote. Kwa hiyo hakuna neno la nabii lililotolewa, hakuna neno lolote ambalo limeandikwa katika Torati ambalo Kristo hakuja kulichukua na kuliweka ndani yake. Amwaminie yeye Kristo anao uzima, tena atakuwa nao tele, na Torati na manabii vyote vimetimizwa ndani yake.
mpendwa katika Bwana. Natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.